serikali ilikuja na pendekezo kwenye bunge lako tukufu la kuweza kutoa unafuu kwa wanawake milioni 13 wa nchi hii katika matumizi yao ya taulo za kike kila mwezi. Na mwaka huu serikali imeona kwamba pendekezo lile halijaleta yale matokeo ambayo ilikuwa inayataka. Ukurasa wa 38, waziri wa fedha anasema kwa kuwa pendekezo lile halijawezesha kupatikana kwa bidhaa hiyo muhimu kwa bei nafuu kwa walengwa, na badala yake pendekezo lile limefaidisha wafanya biashara. Mheshimiwa Naibu Spika, inawezekana kabisa kwamba serikali ikawa consent kwamba bei ya taulo za kike haikushuka kutokana na pendekezo ambayo serikali iliyaleta. Lakini serikali inapaswa kujitafakari, je, mwaka mmoja ambao utekelezaji umefanyika unatosha kuweza kupima matokeo ya sera ile ambayo iliyofanya mwaka jana? Na katika hilo naomba nikumbushe serikali kwamba mwaka jana serikali ilikuja na pendekezo la kuongeza kodi kwenye mafuta ghafi yanayotoka nje ili kulinda wazalishaji wa mbegu za mafuta hapa nchini. Na nataka Mheshimiwa Naibu Spika na bunge lako tukufu kwa pamoja tutazame nini matokeo ya pendekezo lile ambalo serikali ililileta. Mwaka 2017 kabla ya kodi zile kupandishwa, tulikuwa tunalima uzalishaji wa mazao ya mafuta, tulikuwa tunazalisha tani milioni 6,600,000. Mwaka 2017 kabla ya kupandisha kodi ili kudhibiti uagizaji wa mafuta kutoka nje. Mwaka 2018, Mheshimiwa Naibu Spika, tumezalisha tani milioni 1,600,000. Ni ukurasa wa 135 wa taarifa ya hali ya uchumi. Pungufu la hasi negative 76%. Kwamba pendekezo ambayo serikali ilileta mwaka jana, matokeo yake ukurasa wa 135 wa taarifa ya hali ya uchumi, matokeo ya kuweka kodi hayakuzalisha tegemeo la uzalishaji wa mbegu kuongezeka. Lakini serikali mwaka huu haijakuja na pendekezo la kufuta lile pendekezo la mwaka jana. Matokeo yake imeendeleza pendekezo lile, kwa sababu kuna transition period. Huwezi ukaweka pendekezo la kikodi sasa ukategemea matokeo ya haraka hapo hapo. Kodi imeanza tarehe 1 mwezi Julai. Kuna watu walikuwa na stock ambazo walizinunua hazikuwa na hiyo exemption, lazima wataendelea kuziuza kwa fedha zile. Lakini pili, Mheshimiwa Waziri wa Fedha anafahamu tumepata mtikisiko hapa katikati wa fedha yetu kuporomoka thamani dhidi ya dola za Kimarekani. Mataulo za kike zote tunazoagiza nchi hii zinatoka nje. Factor ya exchange rate tumeitazama. Kwa mimi nilikuwa naiomba serikali, natoa rai kwa serikali kwamba si sahihi kuja kufuta ile exemption tuliyoiweka mwaka jana. Serikali inapaswa kutazama vizuri, kutoa muda wa kutosha, kama namna ambavyo imetoa muda kwenye mafuta. Licha ya kwamba uzalishaji umeshuka, tutazame pia tutoe muda kwenye eneo hili la taulo za kike. Uamuzi wa mwaka jana uliipa sifa nchi yetu. Tulikuwa ni a pioneer country katika kulinda wanawake wa nchi hii. India wametufuata, wametuiga sisi. Australia wametufuata, wametuiga sisi. Na nchi zingine mbalimbali, mwaka huu South Africa wametuiga sisi.
sisi tunarudi nyuma kwa sababu tu ndani ya mwaka mmoja bei haikushuka. Hapana, si sahihi, na isihi serikali itazame upya pendekezo hili, na itazame upya pendekezo hili kwa kuwa tayari ndani ya bajeti ya mwaka huu serikali imependekeza kuondoa ushuru kwenye malighafi zinazozalisha taulo za watoto. Malighafi za taulo za watoto ndio malighafi za taulo za kike. Meza ambayo inapaswa kufanya kwenye taulo za watoto ndio meza hiyo inatakiwa kufanywa kwenye taulo za kike. Na isihi serikali, moja, pendekezo. Taarifa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Naibu Waziri wa Fedha na Mipango. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba kumpa taarifa msemaji kwamba tozo anayosema imepunguzwa kwenye malighafi za diapers, tozo hiyo pia kwa miaka 4 mfululizo imeondolewa kwenye malighafi za kutengeneza taulo za kike. Kwa hiyo hili jambo lipo, sio kwamba ni jambo geni ambalo linatakiwa kupendekezwa. Mheshimiwa Zitto Kabwe, unaipokea taarifa hiyo? Nashukuru. Kwa hiyo VAT exemption kwenye taulo za kike mwaka huu, kwa sababu ya labda kuwe na sababu zingine, lakini kwa sababu ya bei kutokushuka, naomba serikali itazame upya, kwa sababu ni jambo ambalo linaweza kutatuliwa administratively. Tuna tatizo kwamba retailers, wauzaji wa mwisho, margin yao kwenye taulo za kike ni kubwa sana, na jambo hili linaweza likatekelezwa administratively kwa kuhakikisha ya kwamba wanakaa na kuweza kupata suluhisho la kudumu. Mheshimiwa Naibu Spika, la pili ni swala zima la uwekezaji katika nchi yetu. Serikali inazungumza kwamba pato letu la taifa linakuwa kwa 7%. Sitaki kuingia kwenye ubishani kati ya serikali ya takwimu zao na takwimu za taasisi zingine, lakini Mheshimiwa Spika, tumeona kuwa ndani ya mwaka mmoja, kwa mujibu wa taarifa ya hali ya uchumi, uwekezaji nchini umeporomoka kwa 44%. Mwaka 2017 uwekezaji, thamani ya uwekezaji ndani ya nchi yetu ilikuwa ni dola za Kimarekani bilioni 5.2. Sasa hivi imeshuka mpaka dola za Kimarekani bilioni 2.8. Mauzo yetu nje yameporomoka sana, na urari umekuwa hasi, na tumewahi kuwa na urari wa bidhaa kati ya biashara ya ndani na nje ukiwa chanya miaka ya nyuma iliyopita. Na Waziri Mpango anafahamu, na wote wawili, waziri na naibu waziri, anafahamu pato la taifa utachukua consumption, utachukua investment, utachukua government expenditure, utachukua export minus imports. Investment -44. Growth ya matumizi ya serikali kwa maana ya bajeti ya serikali inaongezeka kwa 2% tu sasa hivi. Export minus imports negative kwa sababu tuna import zaidi kuliko ku-export. Pato la taifa litakuwaje katika mazingira kama hayo? Ni lazima serikali ifanye kazi ya bidii kuhakikisha ya kwamba tunaongeza zaidi imports nchini. Na ukiangalia Mheshimiwa Spika, licha ya miradi ambayo inazungumzwa, hali ya uchumi wa wananchi, uzalishaji wa wananchi unashuka sana. Angalieni mazao yetu ya kilimo. Ukiangalia taarifa ya hali ya uchumi unaona, na baadhi ya maeneo tunaona uzalishaji unashuka kwa sababu ya sera tu ambazo si sahihi za serikali. Nilikuwa naomba serikali iweze kutazama kwa umakini. Haiwezekani ukawa na growth kubwa kama foreign direct investment na export zetu zinazidi kushuka mwaka hadi mwaka, kwa sababu unakosa inflows kwenye nchi, ambacho ni jambo la muhimu sana kwa ajili ya kuweza kuhakikisha kwamba uchumi unaweza kukua. Na sasa hivi kuna continental free trade area. Waafrika tunatakiwa tuwe katika uchumi wa pamoja. Ni ya pili. Samahani, nashukuru sana, asante. Asante sana Mheshimiwa Timotheo Mzava.